Ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Taarifa yetu usiku huu: waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth asema Marekani itaendelea kuishambulia Iran hadi vikosi vyake vishindwe kabisa. Karibu. Marekani imesema leo itakuwa siku yake kali zaidi ya mashambulizi ndani ya taifa la Iran. Kauli hiyo kutoka kwa waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth inafuatia tishio la Rais Donald Trump la kuleta kifo, moto na ghadhabu kwa Iran ikiwa itaendelea kuzuia usafirishaji wa mafuta katika eneo hilo. Iran inatishia kushambulia meli yoyote ya mafuta inayopita kwenye mlango wa bahari ya Hormuz, jambo lililosababisha bei ya mafuta kupanda hadi kiwango cha juu, japo baadaye bei ilishuka baada ya Rais Trump kutoa kauli ya kutuliza hofu ya masoko. Leo hii pande zote katika mzozo huu ziliendelea kushambuliana, kama anavyoarifu Samia Wami katika taarifa ya Lauren Moss. Asubuhi ilipambazuka mapema nchini Iran, huku vita vikiingia siku yake ya 10 kwa sauti ya milipuko zaidi. Roketi zilitanda angani mjini Teheran, huku mashambulizi ya Marekani na Israel yakiendelea. Hali ni sawa pia huko Jerusalem, sauti ya ving'ora ikiwa ya kawaida kabisa katika miji mingi ya Israel. Akihutubia wanahabari kutoka Pentagon hii leo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema mashambulizi dhidi ya Iran yataongezeka. Hatutasalimu amri hadi adui ashindwe kabisa na kwa uthabiti. Lakini japo tunafanya hivyo kwa ratiba yetu na kwa kupenda kwetu. Kwa mfano, leo itakuwa tena siku yetu kali zaidi ya mashambulizi ndani ya Iran. Wapiganaji wengi zaidi, washambuliaji wengi zaidi na mashambulizi mengi zaidi. Na sasa tuna taarifa bora zaidi za ujasusi kuliko hapo awali. Jana, Rais Trump alisema ni kama vita vimekamilika, ingawa anakubali bado kuna mengi ya kufanywa. Waandishi wa habari wengi kote ulimwenguni wakimuuliza swali, vita hii itaisha lini? Mwandishi huyu anauliza, je, unafikiri itakamilika wiki hii? Anajibiwa, hapana, nadhani hivi karibuni. Trump baadaye alitishia kuipiga Iran mara 20 zaidi ikiwa wangefanya lolote kuzuia mtiririko wa mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, mlango muhimu kabisa ambapo angalau 20% ya mafuta duniani kote hupitia kwa kawaida. Siku 2 baada ya kutajwa kwa Mujtaba Khamenei kama kiongozi mkuu mpya wa Iran, jeshi la mapinduzi la Iran lilikaidi na kusema kwamba ni wao ndio wataoamua mwisho wa vita hiyo. Matamshi ya Rais Trump yanaonekana kutuliza kupanda kwa bei ya mafuta kidogo, ingawa bado iko juu kuliko mwanzoni mwa vita. Na kadiri idadi ya nchi zinazoingia kwenye mzozo huu zinavyoongezeka, ndivyo idadi ya wahanga inavyoongezeka pia. Jeneza lililokuwa limembeba mwanajeshi wa 7 wa Marekani kuuawa limewasili Marekani usiku kucha. Baada ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Bahrain kupigwa jana, mamlaka inasema jengo la makazi lilipigwa na Iran na kumuua mwanamke mmoja. Hii leo jeshi la Israel lilithibitisha kuwa limeanza wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Iran, Tehran, pamoja na mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Yolande Nel anaripoti kutoka Jerusalem. Jeshi la Israel limesema kwamba limekuwa likifanya mashambulizi mengi nchini Lebanon, na mapema hii leo liliwaambia watu kuondoka katika majengo huko Tyre na Sidon. Pia liliendelea kusisitiza watu kuondoka kote kusini mwa Lebanon, na tunajua kwamba kumekuwa na mashambulizi pia dhidi ya taasisi ya kifedha inayohusishwa na Hezbollah yenye mali kote nchini humo. Kuna uwepo wa majeshi ya ardhini kusini mwa Lebanon. Kuna ripoti kwamba Israel inashauriana na maafisa wa Marekani kuhusu mipango yao ya kupanua operesheni hiyo ya ardhini, ambayo jeshi la Israel linasema kwamba ni mbinu ya kuwalinda raia wanaoishi kaskazini mwa Israel. Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE zote zimeripoti mashambulizi mapya ya makombora ya Iran katika maeneo yao. Shambulio la ndege zisizo na rubani lilisababisha moto katika kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta huko Abu Dhabi, huku ripoti zikisema kituo hicho sasa kimefungwa. Liz Duset na maelezo zaidi.
Iran's main strategy. Mkakati mkuu wa Iran, mbinu kuu katika vita hivi visivyo na nguvu sawa dhidi ya jeshi lenye nguvu zaidi duniani linaloungwa mkono na Israel ni kuongeza gharama. Na inafanya hivi siku baada ya siku. Tumekuwa tukifuatilia. Lakini sasa vita hivi vimeingia siku yake 11 kwa kuifanya iwe vigumu kwa meli za mafuta kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa kushambulia majirani zake, hata kama inasema ni shambulio la kujilinda na inashambulia tu wale wanaoruhusu mashambulizi ya Marekani kufanyika dhidi yake. Athari inaonekana kwa nchi zote ulimwenguni. Lengo halisi la Iran katika vita hivi ni kuonyesha athari ya kushambulia Iran tena. Kwa sababu wasiwasi wao ni kwamba baada ya vita hivi, Marekani itarudi nyuma, itajipanga upya, itaangalia malengo mapya na kisha itaanza tena kushambulia. Bei ya mafuta duniani imeshuka kutoka viwango vya juu vilivyoshuhudiwa jana Jumatatu na sasa yanauzwa karibu dola 80 kwa pipa moja. Hapo jana bei ya mafuta ilifika karibu dola 120 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2022. Wachambuzi wanasema hofu kubwa ni uwezekano wa kuvurugika kwa muda mrefu kwa usambazaji wa mafuta duniani, hasa kutokana na kusimama kwa shughuli katika mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jeshi la wanamaji la Marekani linaweza kusindikiza meli za kubeba mafuta ikiwa itahitajika kufanya hivyo. Pia alitishia kwamba Marekani itajibu mara 20 zaidi iwapo Iran itachukua hatua zozote za kuzuia usafirishaji wa mafuta kupitia njia hiyo muhimu. Wafanya biashara wanaonya kuwa wanatarajia masoko kuendelea kuwa na mabadiliko makubwa wakati wa vita hivyo vikiendelea. Taarifa ya Faisal Islam inawasilishwa na Roncliffe Hodit. Uharibifu katika vituo vya nishati nchini Iran na kote katika eneo la Ghuba tayari umeyayumbisha masoko na unaendelea kuyavuruga katika saa na siku zijazo. Sehemu moja kati ya 5 ya biashara ya mafuta ghafi na gesi asilia inayosafirishwa hupita kwenye mlango bahari huu mwembamba kati ya Iran na Oman. Umefungwa kwa takriban wiki moja sasa na kuzuia mafuta ya ndege na mbolea pamoja na mafuta na gesi. Swali ni je, hali hii itaendelea kwa siku zilizobaki katika mwezi huu au hata zaidi? Pamoja na hayo, vituo vya nishati vya Iran vilishambuliwa vikali mwishoni mwa wiki iliyopita, huku kukiwa na mazungumzo mengi kuhusu kituo chake kikuu cha mauzo ya nje, kisiwa cha Karg. Katika siku za hivi karibuni, Iran imeshambulia vituo vya nishati katika nchi nyingi za Ghuba, zikiwemo Saudi Arabia, Falme za Kiarabu UAE pamoja na Qatar, na hiyo itakuwa na athari za muda mrefu. Wazalishaji wakuu wa mafuta katika eneo hili wameanza kupunguza uzalishaji. Iraq, Kuwait, Falme za Kiarabu. Tunafahamu kuwa Qatar imepunguza uzalishaji wa gesi asilia iliyosindikwa LNG. Haya yote yataongeza bei katika wiki hadi miezi michache ijayo. Bei ya petroli na diesel inapanda kwa kiasi kikubwa, na hali hiyo inahisiwa katika vituo vya mafuta kote ulimwenguni, ikiwemo Marekani. Kila mtu ana majukumu ya kutekeleza na mahitaji mengine. Sasa bei ya mafuta inapanda tena kwa kasi sana. Itabidi sote tununue magari ya umeme au kitu kama hicho, lakini kwa sasa sijui ni nini kinaendelea. Kuzuiwa kwa mafuta ni jambo moja, lakini huku nchi za Ghuba kama Falme za Kiarabu zikikabiliana mara kwa mara na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka Iran, kulengwa kwa miundombinu muhimu ya nishati katika karibu kila nchi ya Ghuba kunaingiza hali hii katika mazingira tete hata zaidi. Mkurugenzi wa kampuni kubwa ya usafiri wa baharini Maersk amezungumza na BBC kuhusu athari zilizotokea kwa huduma zao kutokana na vita katika Mashariki ya Kati, akionya hali itazidi kuwa mbaya ikiwa mlango wa bahari wa Hormuz hautafunguliwa kwa haraka. Maersk ni kampuni ya pili duniani kwa ukubwa katika usafiri wa baharini na kwa sasa imesitisha biashara zozote za kuelekea na kutoka nchi za Ghuba, ikiwa ni pamoja na Iraq na Jordan. Meli pia zimeelekezwa mbali na mfereji wa Suez na badala yake zinazunguka hadi Cape Town, Afrika Kusini. Baada ya kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, jambo la kwanza tulilolifanya ni kuangalia ni nini kitafanyika kwa mizigo yote iliyo safarini. Tutawezaje kushughulikia mizigo ambayo inaonekana itaanza kurundikana kabla ya kuweza kuingia eneo la Ghuba? Meli zinaendelea kusafiri na zinapofika kwenye bandari karibu na mlango huo, zinapaswa kushusha mizigo yao mahali fulani ili ziweze kuendelea na safari, kwa sababu haziwezi kusimama na kusubiri. Kila wiki tunahudumia takriban makontena 40,000 yanayoingia na kutoka katika eneo la Ghuba,
na hivyo mizigo hii itaanza kurundikana haraka sana na maeneo ya kuhifadhi ni machache. Tunapata maswali mengi sana kutoka kwa wateja kuhusu nini kitakachotokea kwa mizigo yao. Kuna bidhaa nyingi zinazoharibika haraka kama vyakula ambavyo lazima visafirishwe haraka, na sivyo vitaoza. Na hilo ndilo linalotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Kwa mara nyingine tena kuna hofu ya kuzuka kwa vita kaskazini mwa Ethiopia miaka mitatu baada ya kumalizika kwa vita kati ya vikosi vya serikali na kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF. Hii inatokana na kuongezeka kwa mgogoro kati ya Ethiopia na jirani yake Eritrea. Wakati wa vita hivyo vya miaka miwili, maelfu ya watu wanaaminika kupoteza maisha huku mamilioni wakiachwa bila makao. Huku hayo yakijiri, ripoti za vikundi kujikusanya tena kwa vita vimezua taharuki huko Mekele, mji mkuu wa Tigray. Mwandishi wa BBC wa Tigrinya Hana Zeratsion amezungumza na wanawake wawili waliokuwa wapiganaji wa TPLF kuhusu jinsi wanavyojitayarisha kwa kile kinachoonekana kuwa kurejea kwa vita. Taarifa yake inawasilishwa na Elizabeth Kazibure. Hatutawahi kuwa tayari kwa duru nyingine ya vita kwa sababu hatujapona hata majeraha yote ya kisaikolojia. Jiji la kaskazini mwa Ethiopia la Mekele limekumbwa na taharuki kwa mara nyingine. Miaka mitatu baada ya kumalizika kwa vita vikali nchini Ethiopia, tishio la kwanza tena kwa mapigano linawakodolea macho. Kwa wanaojaribu kujenga upya maisha yao, hali hii ya taharuki si geni kwao. Nilizungumza na wapiganaji wawili kutoka kundi la wapiganaji la TPLF ili kuelewa hasara inayotarajiwa iwapo mapigano yatarejea. Tuko katika nyakati za msongo wa mawazo sana. Vijana huko Tigray wanatafuta kila njia ya kutoroka, wakiacha kazi zao, familia zao, biashara na kusahau ndoto zao. Wanatoka Tigray ili waweze kuepuka mzozo huo. Aliyekuwa mpiganaji wa TPLF Rahwa Gebremedin anasema kuwa hali wakati huu ni tofauti kabisa. Kama unavyoona, hali ya wasiwasi inazidi kuongezeka tangu wakati huo. Tunajaribu kukabiliana nao. Hatuna chaguo. Hatuwezi kuondoka Tigray. Hapa ndipo nyumbani kwetu.
hatuwezi kwenda popote. Sasa Rahwa anafundisha katika chuo kikuu jijini humo, kazi ambayo anasema ilikuwa vigumu kupata baada ya vita vya awali kuisha. Je, ni mambo gani magumu unayokumbuka kuhusu vita vilivyopita? Wanawake walikuwa waathiriwa kabla ya vita, wakati na baada ya vita. Nilijikuta kama mwathiriwa niliporudi kutoka vitani. Nilikuwa na mshtuko mkubwa wa kisaikolojia. Unaweza kuona dalili zote za msongo wa mawazo baada ya tukio la kutisha kwangu. Hivyo kila mwanamke alikuwa na kiwewe. Nusu ya idadi ya wanawake niliojua walifariki na nusu nyingine tulipotea. Maoni ya Rahwa yanaungwa mkono na Selam Hailo, wakili ambaye pia aliathirika na vita hivi alipokuwa mpiganaji wa TPLF wakati wa vita vilivyopita. Hali iko vipi jijini Mekele? Unaweza kuielezea vipi ikilinganishwa na hali ilivyokuwa katika vita vya awali? Mzozo uliopita ulitupata sote kwa ghafla na tulistahimili wakati mgumu, lakini sasa kuna hofu kwamba itakuwa mbaya zaidi. Kinachofanya wakati huu kuwa tofauti ni hisia ya kujiandaa kufa. Hakuna utulivu wa kiakili, inatisha. Tunateseka kwa kuwaza kama tutatumbukizwa tena kwenye janga pamoja na watoto wetu. Selam alimuacha mwanawe wa umri wa miaka 5 ili ajiunge na mapigano hayo yaliyochipuka mwaka 2020. Sasa akiwa mama wa watoto wawili, anasema kuwa malengo yake maishani yamebadilika. Sidhani kama na uwezo wa kujipanga iwapo mapigano yatazuka tena. Kumekuwa na ripoti za vikosi kukusanyika upande wa kaskazini mwa Ethiopia na Umoja wa Mataifa umeeleza hali kuwa hatari mno. Kwa wakazi wengi wa Mekele, kumbukumbu za vita vya awali bado zipo akilini. Huku tishio la mapigano linaporejea katika eneo hili, jiji hili bado lipo katika harakati za kupona vita vya awali na huenda likalazimika kustahimili vita vingine. Tuingie katika taifa la Tanzania. Hebu tafakari maelfu ya watu wakija pamoja kwa mlo wa jioni. Basi hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa visiwani Zanzibar mwishoni mwa wiki iliyopita, pale zaidi ya watu 27,000 walipokusanyika kwa futari iliyoandaliwa na Kamisheni ya Utalii visiwani Zanzibar. Tukio hilo la kihistoria limeifanya Zanzibar kuweka rekodi. Igansala na taarifa zaidi. Halikuwa tukio la kawaida. Maelfu ya watu kufuturu kwa pamoja, tena kwenye uwanja wa mpira. Licha ya mvua kubwa, maandalizi yalianza mapema na muda ulipofika, wageni wakamiminika na miongoni mwao alikuwa ni Rais Mwinyi. Tunao utaratibu wa kufutarisha kupitia mikoa, na mikoa hiyo huwa tunafanya kwa uwakilishi, watu wachache kila mkoa. Lakini waliponifuata wenzangu wakanambia wana azma ya kuandaa iftari ya watu wengi kiasi hiki, basi niliwatakia heri. Kamisheni ya Utalii Zanzibar, ambayo ni waandaaji wa shughuli hii, wanasema licha ya kuwakutanisha watu pamoja, nia yao ni kukuza utalii wa halal visiwani humo. Tunaona kwamba kuna watu wengi sana wanaenda kama miji ya Vatican, wanaenda miji kama even wanaenda Jerusalem, lakini hapa Zanzibar pia tuna vivutio vingi sana ambavyo vina michambuko kutokana hivi na dini, kutokana na watu walikuja hapa kueneza dini, shekhes, scholars tofauti. Kwa hiyo sasa hivi tumeanza kutangaza swala zima la halal tourism. Hii si mara ya kwanza tukio kama hili kufanyika Zanzibar. Huenda siku za karibuni tukashuhudia mengine mengi. Ukiangalia hadhara hii imejaa, uwanja huu umejaa na mafurika. Yote hii ni alama ya umoja, upendo na mshikamano. Yanafutarishwa mafutarisho, lakini si makubwa kama haya, au yanafutarishwa mafutarisho makubwa lakini ya watu fulani, lakini hili ni kikubwa zaidi kwa sababu limehusisha watu wa aina zote, matajiri, wanyonge, maskini, wote wamekutanishwa, wenye dini tofauti na makabila tofauti, halikuchagua, halikubagua. Swali linasalia, jamii iko tayari
kwa aina hii ya utalii wa kiimani? Egan Sala, BBC, Zanzibar. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, kutana na mcheza densi maarufu nchini Tanzania Angel Nyigu ambaye anasimulia safari ya kukuza kipaji chake. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Naitwa Hamida Abubakar. Mtanzania Angel Nyigu amejizolea umaarufu mitandaoni kwa kipaji chake cha kipekee cha densi na amejijengea heshima katika tasnia hiyo nchini humo. Amezungumza na mwandishi wa BBC Bosha Nyanje na kumsimulia mengi zaidi. Mimi sina kazi nyingine ambayo naitegemea zaidi ya dancing. Nimekuwa nikipata kazi na brands kubwa kubwa ambazo zinalipa pesa nyingi kupitia dancing. Nimeweza kusafiri kwenda nchi mbalimbali kufundisha na kujipatia kipato. Naweza kusaidia familia yangu, najilea mwenyewe. Kwa ndani ya miaka 10 sijawahi kusumbuka kwa kitu chochote. Nilianza nikiwa shule sekondari, Mugabe Secondary. Nikiwa form 2 nilianza kucheza, nilikuwa nacheza nyumbani, nikaja kucheza shuleni. Wanafunzi zangu wakawa wananiambia na perform vizuri. Nikaenda kushiriki mashindano ya Kinondoni Talent Search, and kutokea hapo nikaipenda dancing na nikaamua iwe ndo kazi yangu ya kudumu. Changamoto zipo ni nyingi, kukataliwa, kama mwanamke kushushwa thamani, watu kukudharau, kuona kama dancing sio kitu serious, sio kitu cha muhimu. Kuna muda watu wanahisi labda ukiwa umepata mafanikio makubwa, watu wanahisi bwana, kama wewe ni mwanamke kupata hizo fursa sio rahisi, so lazima umetumika kingono. Mara nyingi mimi inatokea tu automatic. Muziki ukisikia una vibe tu. Kitu ambacho kinanifanya niendelee kupambana na dancing, kwanza napenda nikiwa nafanya dancing nafurahi sana. Yaani mimi nishai kusema kama hata nikija kuolewa mwanaume wangu inabidi akubali kazi yangu kwanza, kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda, kinanipa furaha na nilikiamini miaka 10 iliyopita. Nikasema hiki ni kitu ambacho nataka nikifanye na nihakikishe kinanitimizia ndoto zangu. Kwa hiyo naweza kusema kifupi ni kitu ninachokipenda. Kiacha tu pesa na mafanikio, dancing ni kitu ninachokipenda kutoka kwenye moyo. Sisi wanawake tunadharaulika zaidi, so msikate tamaa, lakini la msingi kama unaamua kufanya dancing, kama unaamua kuingia kwenye tasnia, hakikisha uko strong na kitu ambacho unakiamini, una nguvu na hautokubali mtu yeyote akuyumbishe.
Naam, sasa tuingie viwanjani ambapo michuano ya klabu bingwa barani Ulaya imeingia rasmi katika hatua za muondoano wa raundi ya 16. Ahmed Bahaja anatujuza zaidi. Liverpool wana kibarua kigumu dhidi ya Galatasaray kutoka Uturuki katika mechi ya kulipiza kisasi kwenye hatua ya makundi baada ya kupigwa bao moja kumbua ufe na Galatasaray. Kocha wa Liverpool Arne Slot amekionya kikosi chake dhidi ya presha ya mashabiki katika uwanja wa Rams Park jijini Istanbul. Sidhani kama nimefikia malengo yangu katika mechi 100 za kwanza Liverpool. Kocha si muhimu sana zaidi ya wachezaji. Muhimu ni kuandaa vizuri. Tunajua mashabiki wao wana presha kubwa sana, lakini tutajituma. Katika mtanangi wa pili usiku huu, timu pekee kutoka Italy iliyosalia katika michuano hii, Atalanta, wataonja makali ya vigogo wa soka wa Ujerumani Bayern Munich, dimba hili likigaragazwa katika uwanja wa Bergamo. Atalanta inalenga kuwaduaza Bayern kama ilivyofanya wenzao wa Ujerumani Borussia Dortmund katika mechi za mchujo. Hata hivyo, kocha wa Bayern Vincent Kompany hana wasiwasi wowote ule na timu yake. Watu wanasema eti itakuwa mechi rahisi kwetu. Uongo. Kama unajua soka vizuri, hii si timu rahisi. Imewabwaga vigogo kama Juventus. Ila sisi bora ushindi tu. Mpambano wa tatu siku huu utakutanisha Atletico Madrid wa Uhispania dhidi ya Tottenham Hotspur kutoka England. Madrid wamepigiwa upato pakubwa kwa kuichabanga Spurs baada ya kuimarisha kikosi chao msimu huu, huku wakijipiga vifua katika nafasi ya 3 kwenye ligi ya La Liga ya Uhispania. Spurs upande wao wamekuwa na msimu mbovu sana wa ligi ya Premier, ila hawajakata tamaa katika michuano ya klabu bingwa Ulaya. Ngoma babu kubwa zaidi hii leo itapigwa katika uwanja wa St James Park pale England. Newcastle United watavalishana njuga dhidi ya miamba wa Uhispania Barcelona. Hii ni mara pili pekee kwa Newcastle kufika katika raundi ya 16 na watapambana na Barca iliyojaa wachezaji nyota wenye kiu kubwa ya kushinda michuano ya klabu bingwa Ulaya. Kocha wa Barca anasema hakuna masihara kwenye hatua hii, akiwataka nyota wake kudhihirisha uwezo wao. Ni mechi ngumu sana. Tunajua atatukaba sana na ni wepesi kwenye mashambulizi ya kushtukiza. Lazima tuweke ulinzi imara. Sasa huku hayo yakijiri, ngarambe nyingine zitapigwa hapo kesho Jumatano. Bayer Leverkusen watamenyana dhidi ya Arsenal. Nani atafuzu katika hatua ya robo finali? Hebu tusikize chechi za mashabiki. Usidanganywe na mtu kabisa. Yaani hii ngoma tunaenda nayo paka wapi? Paka finali. Bayer Leverkusen iwapigwa leo na hiyo ndapigwa kwao. Naona wakishida 2-0. Alafu baadaye tuingie laudi zingine sasa na mwisho tunyakue hii kikombe. Najua wamejikakamua sana. Ukiangalia pia vile wanavyocheza na vile vijana wanavyojituma, naona watapita. Lakini hautakuwa mchezo rahisi. Naitwa Hamida Abubakar, kwaheri.